ya Kenya yetu. Na jambo la pili, tunaendelea pamoja kupanga siasa na uongozi wa taifa letu. Na sababu hiyo ndio mimi nafika hapa kama rafiki na kama kiongozi wa taifa letu la Kenya. Kwa mambo ya maendeleo ya hapa, mimi nimeketi chini na viongozi wa kaunti ya Migori, gavana, wabunge, MCAs na viongozi wa hapa, tuliketi chini na wao na tukakubaliana ya kwamba ile ubaguzi ya zamani lazima tufunge nje. Tunataka kuhakikisha kwamba Migori inaunganishwa na mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Ni kweli ama si kweli bwana? Tunaelewana? Ndio sababu hiyo mkiangalia katika budget yetu ya sasa ya barabara, huyu mungwana anaitwa Sam Atandi atawaeleza, tumeweka bilioni 1.7 ya kutengeneza barabara za hapa Nyatike. Nyinyi mnajua Nyatike hapa, barabara ambayo ilikuwa hapa peke yake ni ile barabara ya kutoka Masara kwenda Sori, alafu baadaye iende Agolo Amok. Ama namna gani? Hiyo barabara ule ambaye alikuwa anatengeneza alifariki, lakini tumekubaliana hiyo barabara tutaikamilisha. Mbali na hiyo barabara tumeongezea barabara 3 watu hapa Migori. Ile ya muhimu zaidi nataka niseme hapa ni hiyo barabara ya kutoka Masara mpaka Muhuru Bay. Waswahili wanasema ahadi ni nini? Na dawa ya deni sinikulipa. Januari next month, Januari, contractor ataanza hiyo barabara ya kutoka kule Masara kuja hapa Muhuru Bay. Nyinyi mnanielewa? Nimesema mwaka gani? Januari next month. Hiyo barabara tunaianzisha kwa sababu nilisimama hapa Muhuru Bay nikasema hiyo barabara lazima tujenge. Tunaelewana? Na barabara zingine 2 ya Migori nimekubaliana na mjumbe wenu na governor na viongozi wa hapa, kwa sababu we must change this Migori and we must start hapa Nyatike. Tumeelewana? Tumeelewana? Jambo la pili, mimi nilikubaliana na nyinyi vile tumejenga paya kule sehemu zingine, pia hapa kwenu tutawajengea paya, na tumekubaliana, contractor imepatikana, na tutajenga in the next 8 months we will have a working paya in Muhuru Bay. Nyinyi mnanielewa? Nilisimama pale kwa shopping center, kina mama wa pale wakaniambia ya kwamba hawana soko. Mimi nataka niwatangazie ya kwamba tumewapatia milioni 350 ya kutenga soko ya Muhuru Bay. Kati ya soko 27 tunajenga, moja itakuwa hapa Muhuru Bay, ingine tunajenga pale Sori, inaendelea saa hii Wathong'er, pale inaendelea soko nikiongea na nyinyi. Pale Nyakweri soko inaendelea nikiongea na nyinyi, kwa sababu tumesema we must make sure hata kina mama wetu wanafanya biashara mahali kuna usafi, usalama, maji, stima, ndio tuweze kutengeneza taifa letu tukiwa pamoja. Migori hoye! Migori hoye! Nimekubaliana na huyu Opiyo Wandayi, si yeye ndio waziri wa mambo ya stima? Nimemwambia kwa ile 1.9 bilioni ambaye tuliweka pesa ya kuunganisha stima Migori, aongeze milioni 450, ndio tuwe na shilingi bilioni 2.4 ya kutengeneza stima ya watu wa hapa Migori. Nyinyi mnanielewa jameni? Migori hoye! Migori hoye! Mimi nimemwambia huyu Opiyo Wandayi, na sio tafadhali, mimi ndio mwenye amri. Nimemwambia hiyo kazi afanye, ama namna gani bwana? Si ndio? Si mimi ndio mdosi? Sasa nimemwambia hiyo kazi harakishe mara moja. Hawa watu wa Migori wasikae tena kwa giza. Si tunataka Migori wake stima? Ama mnasemaje wangwana wa Migori? Tumeelewana? Na huyu mungwana ni mtu wa bidii, anasukuma hiyo kazi. Wacha mimi niseme pia ya kwamba hapa Muhuru Bay pia tumekubaliana ya kwamba tunakuja kuwajengea fish landing site vile vile. Wakati tutakuja kufungua ile fish landing site pale Sori, na nitatuma waziri
Januari akuja afungue, aanzishe ile ya Got Achola, na vile vile tupange ya hapa, tuanze kujenga ya hapa Muhuru Bay. So hapa Muhuru Bay nataka muandike vizuri. Hapa Muhuru Bay barabara inakuja, fish landing site inakuja, market kubwa inakuja, paya inajengwa, kwa sababu tunataka kubadilisha Muhuru Bay iwe ni mahali ambapo pako na uchumi na heshima, na wananchi wa hapa tuanze kufukuza umaskini. Nyatike hoye! Mnasema tuendelee na hiyo kazi ama mnataka tufanye namna gani? Tuendelee.